Serikali inatambua umuhimu wa oxygen kwa maisha ya binadamu na kwamba upatikanaji wa oxygen ya matibabu ni jambo la msingi katika kuokoa maisha, hasa wakati wa dharura za kiafya. Na hivyo upatikanaji wa oxygen kwa wingi na kwa urahisi katika hospitali na vituo vya afya, kwetu kama serikali tumeliweka kuwa ni jambo muhimu, kwa sababu linakwenda kuokoa wale wote walikuwa na matatizo ya kupumua na magonjwa yote yanahitaji oxygen, kama ambavyo ilielezwa na mganga wetu kutoka hospitali ya Temeke. Ndugu wadau, mradi huu wa TOLGAS utakuwa na manufaa makubwa kwa taifa letu, kwa sababu unakwenda kuboresha upatikanaji wa gesi ya oxygen kote nchini mpaka ngazi za wilaya. Mradi huu unaunga mkono juhudi endelevu za serikali yetu na kwenda kuhakikisha kwamba oxygen ya matibabu inapatikana kwa wingi, kwa ukaribu na kwa urahisi zaidi. Kwa upande mwingine, mradi huu utaongeza upatikanaji wa oxygen katika hospitali na zahanati kote na kupunguza vifo vinavyosababishwa na magonjwa ya kupumua, ikiwa ni pamoja na kupunguza vifo vya kina mama na kuokoa maisha ya wanawake na watoto wa taifa hili. Ndugu wadau wa sekta ya afya na TOL, pia utekelezaji wa mradi huu utasaidia kuboresha upatikanaji wa oksijeni matibabu kwa Tanzania na nchi za jirani ya Tanzania, maanake Afrika Mashariki, na tunataka twende mpaka kusini mwa jangwa la Sahara kwenye nchi za SADC, na nimeona TOL kwa maelezo yao wana uwezo wa kusambaza gesi maeneo yote haya. Na nimejulishwa kwamba mradi huu unapopanuliwa unatarajiwa kuzalisha lita milioni 4,105,000 za oksijeni ya matibabu kwa mwaka mmoja kuanzia mwaka 2026. Hatua hii itaboresha upatikanaji wa oksijeni katika hospitali na vituo vya afya pamoja na kupunguza hasa gharama za upatikanaji wa oksijeni kwenye hospitali zetu. Na oksijeni hii inatarajiwa kupunguza gharama za matibabu kwa 35% katika hospitali na vituo vyote kote nchini. Hili ni jambo la kupongeza, tuwapigie makofi ndugu zetu TOLGAS, kwa sababu wanakwenda kumpunguzia gharama Mtanzania, wanakwenda kuipunguzia hospitali zetu gharama kubwa.